Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bilqalam allama linsana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumu rashada, amma ba'du. Leo ndugu zangu, tunakwenda kuelekezana na kufundishana namna gani mtu anaweza akafahamu na kujua namba yake. Anaweza akafahamu na kujua namba yake. Kuna watu wengi sana, mara nyingi wanapiga simu kuulizia, bwana, mimi namba yangu sifahamu. Maana kuna baadhi ya dua tunasema, dua hii bwana, soma kwa idadi ya namba ya jina lako, kwa idadi ya namba ya jina lako. Sasa leo tunakwenda kufundishana na kuelekezana sasa namna gani utaelewa na utafahamu namba ya jina lako. Ni vyema hii video ya leo usipeleke mbele, isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ndio utaielewa namba yako. Kama utaipeleka mbele, basi utakosa kuelewa namba yako ni ipi, kwa sababu tunaanzia mwanzo mpaka mwisho. Raha kitu kianzie msingi mpaka ni nyumba yenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kuanzia kwenye msingi, alafu tunakwenda katika nyumba yenyewe. Hizi tunazipata katika alfabeti za Kiarabu ambao ni alifu, be, te, the, jim, he, he, dari, dhari mpaka ye. Ukizihesabu hizi unapata 28. Unapata 20 na ngapi? Unapata 28. Kuna qaimat huruful ijaiha na kuna qaimat huruful abjadiyya. Ukienda katika qaimat huruful ijaiha tofauti na huko kwenye abjadiyya. Leo kusudi letu hapa tuzungumze abjadiyya, ndizo ambazo leo tunakwenda kuzizungumza kwenye darasa la leo, ili mtu afahamu na aweze kuelewa namba yake yeye ni ipi. Anapoambiwa soma dua hii kwa namba yako, basi ajue namba yake ni ipi. Na vizuri, kwa sababu kuna watu wengine hawajasoma kabisa taarifa, hajui. Nitakutajia hii kwa Kiswahili au kwa Kizungu ni namba gani au ni herufi gani, ili uweze kuelewa. Kwa mfano, alif. Alifu maana yake ndio A. Alifu ndio A. B maana yake ndio B. Jim maana yake ndio J. Dali maana yake ndio nini? D. He maana yake ndio H. Wow maana yake ndio W. Z maana yake ndio Z. He maana yake ndio H. Twe maana yake ni kuna twe maana yake kuna T, kitu kama hicho. Kuna T, kuna W, alafu kuna ye ndo Y. Kuna kafu maana yake kuna K hapo. Kwa hiyo unakuendelea na nitakuandikia hizi zote uzifahamu vizuri namba hizi. Kwa hiyo tukaenda na alifu, maana yake ni namba 1. B uzito wake ni namba 2. Jimu ni namba 3. Dali ni namba 4. He namba 5. Wau namba 6. Ze namba 7. He namba 8. Pwe namba 9. Ye namba 10. Kafu namba 20. Lam namba 30. Mim namba 40. Nuni namba 50. Sin namba 60. Ain namba 70. Fe namba 80. Swadi namba 90. Kafu namba 100. Re namba 200. Shin namba 300. Te namba 400. The namba 500. He namba 600. Dhali namba 700. Bwe namba 800. Bali namba 800. Bwe namba 900 na ghaini namba 1000. Sasa mimi nitakupa mfano wa majina matatu hapa. Nitakupa mfano wa majina matatu. Yasikilize vizuri majina haya, alafu na wewe utachukua mfano wako unaojua wewe. Huu ni mfano wa majina mangapi? Matatu. Mimi ninazungumzwa hapa naitwa Ali. Naitwa Ali. Ali kuna herufi 3. Kuna aini ambayo ni A, kuna lam ambayo ni elo, na kuna ye ambaye ni Y. Ukienda katika hesabu wa aini namba 70, lam ambayo ni elo namba 30, na ye ambaye ni Y namba 10. Ukipiga hesabu mimi napata 110, ndio namba yangu.
Twende kwa Khadija. Khadija kuna he, kuna dali, kuna ye, kuna jim. Khadija hapa yeye namba yake ni 617 kwa sababu he namba 600, dali namba 4, ye namba 10, jim namba 3. Akipiga hesabu anapata 617. Kwa hiyo mtu akiitwa Khadija namba yake ni 617. Twende katika Maryam. Maryam kuna mim, kuna re, kuna ye na mim. Mim namba 40, re namba 200, ye namba 10, mim namba 40. Ukipiga hesabu unapata 290. 200. Kwa hiyo mtu akiitwa Khadija maana yake namba yake ni 290. Inshallah somo hili kwa umuhimu wake nitaandika hapo chini herufi ya Kiarabu juu kwa Kiswahili inaitwaje. Herufi ya Kiarabu juu kwa Kiswahili inaitwaje na namba ngapi? Nitaziandika hapo chini ili mtu akizitaka sasa awe anachukua hapo chini ajue kama mimi herufi yangu namba hii, na aziunganishe mwenyewe, alafu anapata hesabu ya jina lake. Kwa mfano mtu anaitwa jina lake labda mfano anaitwa Saif. Saif kuna sini, kuna ye, kuna fe. Bi maana kuna s, kuna y ambaye ni ye hiyo Saif, alafu kuna fe, kuna f. Bi maana hii sini namba 60, ye namba 10 na fe namba 8. Fe namba 80. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo unapata 150. Kwa mtu aitwa Sefu namba yake ni 150. Nitaziandika hapo chini vizuri ili muweze kuzichukua na muweze kuwa nazo ili mkatumie, sababu wengi wanaulizia sana darasa hili. Basi nitafanya hivyo biidhnillah taala ili uweze kuzijua hesabu ya namba yako. Nazirudia tena. Alifu namba 1, be namba 2, jim namba 3, dari namba 4, he namba 5, wau namba 6, ze namba 7, he namba 8, toe namba 9, ye namba 10, kafu namba 20, lam namba 30, mim namba 40, nun namba 50, sin namba 60, ain namba 70, fe namba 80, toe swedi namba 90, kafu namba 100, lam namba 100, re namba 200, shin namba 300, te namba 400, the namba 500, he namba 600, dhali namba 700, dhali namba 800, ve namba 900 na ghaini namba 1000. Hizo ni namba kwa mtu ambaye alikuwa anaziulizia namba, je, nitajoje namba zangu? Basi utaratibu wake ndio huo inshallah, na ni vizuri nitaziweka hapo chini ili uweze kuzichukua na uweze kufahamu namba yako wewe ni ipi. Hata ukiambia soma dua hii kwa jina lako, basi uweze kuelewa namba yako ni ipi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.